Musa alimfanya Aruni na wanawe, hapa naandika lugha hii, maandishi yananitesa kidogo, bwana anavyoandika tatabu kweli kweli. Kutoka kitabu cha Walawi sura ya 8 aya ya 1 na kuendelea, anasema Musa alimfanya Aruni na wanawake kuwa makuhani. Je, Musa alikuwa kuhani? Nani alimfanya kuhani ili aweze kumfanya Aruni kuwa kuhani? Kwa nini ukuhani Mungu aliweka katika ukoo wa Aruni tu? Kwa nini ukuhani uliwekwa kati ya? Sasa ndugu zangu, ndio kwa kweli katika falsafa wanasema huwezi kutoa usichokuwa nacho. Huwezi kusema mimi nitakupa magari mawili na wewe huna hata baisikeli. Kwa kawaida unamfanya mtu au unaahidi kitu ambacho unacho wewe. Huwezi kutoa ambacho huna. You cannot give what you don't have. Ndio lugha tunayotumia katika falsafa. Kwa hiyo unaweza kumfanya mtu kuwa mfalme kama wewe una uhusiano na ufalme. Wewe mwenyewe ni mlala hoi, unasema tutakufanya mfalme. Mfalme unamfahamu kwanza? Au wewe sio kuhani? Huwezi kufanya kuhani kama wewe sio kuhani. Na huwezi kusema kama hao wanaojiita mimi askofu. Nani alikufanya askofu? Na ndio maana sisi tunatofautiana wa Lutheri na wengine au Pentecost au tunaita wa Protestanti, kwa sababu wamejiweka kuwa maaskofu na kuweka ile succession, succession kwa Kiswahili sielewi nisemeje, ule kurithi kitu ambacho huna. Walutheri walipotengana na Luther alipotengana, wachache sana maaskofu walioenda naye, na kwa hiyo waliobaki wengi waliokuwa ni wafuasi wa Luther walikuwa mapadre na watu walei wa kawaida. Maaskofu nadhani hakuna aliyekuwa askofu aliyekuwa Mlutheri. Wakati ule Mkatoliki askofu akaacha kutii kanisa, akamfuata Luther, akajitenga na kanisa. Hapo ndio inakuwa schism. Na kama iliyotokea huko nafikiri Marekani sehemu moja huko, ambao walijiweka grupu na hawa watu wa Ufaransa hapo hiyo kanisa limesikitika kwa kuwa excommunicate, kwa fukuza kanisani maaskofu ambao ni maaskofu wa Katoliki. Ikitokea hivyo ni hatari. Hiyo ndio inaitwa mpasuko wa kanisa, kwa sababu wale maaskofu wanaweza kufanya maaskofu wengine, kwa kuwa wana karama ile ya kiwaskofu, wamepakwa mafuta ya kiwaskofu na wana ile order, yani daraja la kiaskofu. Kwa hiyo hao ndio wanaweza kuanzisha kanisa. Sasa ukiona mpaka askofu anatengwa, ni hatua hatari sana. Kanisa linajaribu kila njia kwa miaka, hilo grupu hilo, lakini Lefebvre hao amejaribu sana. Papa Yohani Paulo wa pili amelumbana nao mpaka akawapokea baadhi yao waliojitenga na hao maradiko waliokuwa na siasa kali, wakaja wengine waliingia, na hata akawaruhusu wasome misa ile ya Vatican I na Trent, maanake ile ya kuangalia ukutani. Aliwaruhusu baadhi yao, na walikabidhi kanisa, nafikiri liko Roma pale, ambalo wanakaa maaskofu baadhi, na hao walijitenga na Lefebvre, ile kundi la siasa kali. Hakuna, baadhi yao walikataa, wakang'ang'ania ule msimamo wa Lefebvre, manake sisi hatupokei mafundisho yote ya Vatican II, yani mafundisho kutoka mtaguso wa pili. Na
hata liturujia kataa, na hata kuhusu kufungua kanisa, Roho Mtakatifu apulize upya kanisa lifuate watu, wamekataa. Na baadhi ya mafundisho ya Vatican II waliyakataa. Huyo ndio Lefebvre huyo, na nadhani amekufa bila kurikanti. Na wafuasi wale wa siasa ngumu kali wameendelea kujitenga na kufanya mambo yao, hata kuordain mapadre na hata kuordain maaskofu. Kanisa limelumbana nao kwa muda mrefu sasa. Nafikiri tangu miaka ya 69 wakati ule imeshaanza vurumai. Nakumbuka Yohane Paulo wa pili alifaulu kiasi kwa kuwarudisha baadhi, lakini ile kundi ile koo ile mbaki huko, na wao wakaendelea hata kuordain. Juzi au mwaka jana nafikiri waliordain maaskofu, na hiyo Papa Leo wa 14 akachukua hatua kali sasa, akawaambia nyinyi sio Wakatoliki tena. Ingawa tunasikitika kwa sababu kwa namna hiyo ni mpasuko wa kanisa. Ni kweli, ni hatari sana, kwa sababu na sijui wataendelea kiasi gani, kwa sababu imeshatokea karne za nyuma huko na wakapofutika baadaye. Wale waliokuwa maradiko walikufa na wakaishia na kikundi chao. Lakini sijui sasa hii katika ulimwengu wa leo na mitandao hii na kutokuelewa mambo ya msingi, kuvurugika kwa watu, sasa sijui wataweza kurudi kwenye kanisa Katoliki la mama. Basi tutapata kanisa lingine tena kama walivyokuwa. Tunajua kuna makanisa ambayo ni Wakatoliki lakini hawafuati askofu wa Roma, kama Maorthodoksi. Walikuwa wetu miaka ya 800, 900 na 1000 pale mwanzoni, walikuwa ni Wakatoliki wote kanisa moja, ikagawanyika, schism inaitwa. Wakaja wengine hawa wa Kaldea, nao wamejitenga. Wakaja wa Ashuru, wapo kanisa la Syrian Church, ni Wakatoliki. Kuna ambao wanamtii Papa, la wengine hawamtii, hawako chini ya Papa, lakini ni Wakatoliki waliokuwa mwanzo. Wana maaskofu hawa ambao wana succession, yani maaskofu wao hawakuvunja ile line ya Petro. Petro ameordain wakina Lini, wakina Clementi na kuendelea hivyo mpaka leo. Kuna ile mstari ukienda Roma kwenye kanisa lile la Paulo utakuta mapapa wote kutoka Petro wa kwanza mpaka wa leo, na hiyo succession imeendelea. Na ndio maana huwezi kujiita askofu mwenyewe, na ukijiita hivyo wewe hatukutambui kama askofu. Sasa hawa waliojitenga ni kutokana na huwezi, hata kama unajiita askofu, hatukutambui kama askofu kama hukupata ule uaskofu kutoka askofu mwenye umoja na kanisa Katoliki. Ndio maana mimi nacheka, tunaona watu wamevaa mabangili na misalaba mikubwa sana na zile mita ile kofia ndefu kuliko hata yeye mwenyewe. Ile ni show tu. Kwa undani kanisa Katoliki halitambui uaskofu wa namna hiyo. Wanawaita tu kama lip service hapa mdomoni, lakini sio askofu halisi. Askofu halisi ni ule aliyepata uaskofu wake kutoka askofu mwenye umoja na kanisa, mmoja na Petro. Sasa hao waliojitenga juzi ndio imenisikitisha sana, lakini inatokea katika historia. Kanisa limepitia mengi, ndio maana ni kanisa mama. Karne 20 sio mchezo. Kwa hiyo tuwaombee hao kwa kweli. Sasa Aroni yeye alikuwa kuhani kwa sababu yeye ni wa ukoo wa Lawi. Ameuliza hapa kana kwamba hajachunguza. Aroni ni ule ukoo ulioteuliwa na Mungu kuwa ni kutoka wakati walio makabila 12. Kabila moja liliitwa kabila la Lawi, watoto wa Lawi. Hao walipewa mamlaka na Mungu kwamba
ndio watakao simamia mambo ya ibada, mambo matakatifu, na yoyote atakayegusa mambo matakatifu, altare watakao tengeneza, hema la ibada, watakaogusa ile sanduku la agano bila kuwa Mlawi, wafe, apigwe mawe afe. Ilikuwa imeandikwa kwenye kitabu cha Walawi. Na kwa hiyo tunajua Musa, Harun, Miriam walikuwa kwa ukoo wa Walawi, na kwa hiyo yeye alikuwa na mamlaka hayo ya kumfanya mmoja wapo awe kiongozi, na huyu aliitwa kuhani mkuu. Ndio maana Musa alikuwa na mamlaka hiyo ya kwanza. Lakini pia anayeanzisha kila kitu ni Mungu, sio mtu. Na kwa hiyo Mungu akikuamuru nenda kufanya hivi, ni yeye ameamua. Kwa hiyo Musa hakuamua atoka nyumbani kwake akasema ngoja nimfanye mdogo wangu awe kuhani mkuu. Hapana. Yeye aliamriwa, pengine hata hakujitayarisha, hata hakujua kwa nini Mungu ameamua Aroni. Lakini ni Mungu ameamua. Bahati nzuri ni wa ukoo wa Walawi, kwa hiyo hakuna swali hilo lingine. Lakini Musa kwa kuwa ni wa ukoo wa Walawi, alikuwa na karama hiyo hiyo ya kumfanya mmoja wao awe kuhani mkuu. Na Mungu aliamua akamwagiza, nenda ukampake mafuta ndugu yako, kaka yake, manake Aaron ni mkubwa kuliko kwa umri kuliko Musa. Pake kaka yako mafuta, yeye ndiye atakayetumikia altareni, ndiye atakayetoa sadaka, ndiye atakayebarikia watu wangu. Huyo ndio. Kwa hiyo Musa hakuwa na mamlaka yake mwenyewe, aliamriwa na Mungu mwenyewe. Kama alivyoamuru kutengeneza sanduku la agano, alivyomwamuru kutengeneza hema, hayo sio aliamua mwenyewe kutengeneza. Tena Mungu alimpa hata vipimo, hata zile sana mtengenezeje sanduku la agano liweje. Kwa hiyo yeye Musa alikuwa anatii amri ya Mungu mwenyewe. Asingefanya hivyo sio angekufa labda. Mungu ana adhabu kali sana kwa mambo mengine. Kwa hiyo huyu anauliza swali hilo, nani alimpa, mbona yeye sio akuwa kuhani? Alikuwa kuhani Musa kwa kuwa yeye ni wa ukoo wa Walawi wa kuzaliwa. Lakini kwa kumfanya mtu mwingine awe hivyo, ni Mungu aliamuru amfanye huyu kaka yake ambaye ni Mlawi, ampake mafuta na amvishe yale mavazi ya pekee ili atumikie ile hema la kuabudia na awe mlinzi wa sanduku la agano. Umeeleweka hivyo? Kwa hiyo sio kwamba alijifanya mwenyewe. Aroni hakujifanya mwenyewe, na hata Musa hakujifanya mwenyewe, aliamriwa. Kwa nini ukuhani wa Mungu? Kwa nini ukuhani Mungu aliuweka katika ukoo wa Aroni tu? Sasa nimeshaeleza ni ukoo wa Aroni, sio ukoo wa Aroni. Yeye amekosea hili swali. Na mmoja aliniambia, Father, hapo umekosea swali, nilitoa testi huko. Mmoja akaja kwangu tena ameng'ang'ania king'ang'anizi kweli kweli, ananirekebisha, Father, you asked the wrong question. Kaambia, which is the right question? Alitaka nimuulize kile ambacho amesoma yeye. Nikamwambia go home. Wewe kama umefeli. Na ile swali alifeli kwa sababu alijibu kile ambacho yeye amesoma. Alafu anakuja kwa ananiambia, hii swali limekosewa Father. Kaambia, which one? Nikamwambia nimeuliza hivi intentionally, nikitaka wewe ufikiri, sio unajibu kama robot. Akaniambia, lakini it's not fair Father. Akasema, what is it? Kaambia, it is very fair. Most of the people got it right. Wewe ndio ukuelewa hata swali. Kwenda nyumbani, nenda nimfukuza ofisini. Sasa niseme tu, huyu ameuliza swali, Aroni sio ukoo, ni familia. There is a difference. Ukoo ni mpana zaidi, lakini familia ni watoto wa Aroni tu ndio wanaoweza kuwa makuhani wakuu. Eleweke hivyo.
sio ukoo wa Haruni. Tunatumiana maneno pengine tofauti kidogo.